Karibu katika ibada ya Amka Anza na Kristo. Omba nasi katika alfajiri hii, na neema ya Mungu itakuwa juu yetu, itakuwa juu yetu. Ni madhabahu ya Twaweza Ministry kwenye ibada ya Amka Anza na Kristo. Mwambie Mungu asante kwa sababu ya asubuhi hii. Ingia kwenye kuomba, ingia kwenye kuomba, ingia kwenye kuomba. Mwambie Mungu, kuna wengine asubuhi hii wameamka wakiwa wagonjwa, lakini mimi nimeamka nikiwa hai, nikiwa na afya njema. Nimeamka nikiwa nimefunguliwa. Omba, 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 omba. Mwambie Mungu, bila wewe hakuna kitu ningefanya, hakuna kitu ningebadilisha, hakuna kitu ningeokoa. Ni wewe Mungu umetenda, ni wewe Mungu umenitetea. Usiniache kwenye hali ya namna kama hii. Ndio maana nimekuja mbele ya madhabahu hii, ndio maana nimekuja mbele ya madhabahu yako. Itika kwa ajili yangu, itika kwa ajili ya nyakati zangu Baba, katika jina la Yesu. Usiache kutenda Bwana, usiache kuokoa Bwana, usiache kuinua Bwana, usiache kutuvusha Bwana, katika jina la Yesu aliye hai. Rabakase, katika jina la Yesu hai. Itika kwa ajili yangu, itika kwa ajili ya nyakati zangu, itika kwa ajili ya miaka yangu. Mwambie Mungu aitike kwa ajili ya miaka yako. Mwambie Mungu aitike kwa ajili ya nyakati zako. Mwambie Mungu aitike kwa ajili ya miaka yako. Mwambie Mungu aitike kwa ajili ya kazi yako. Mwambie Mungu aitike, mwambie Mungu aitike, mwambie Mungu aitike, mwambie Mungu aitike. Nahitaji mabadiliko sasa. Mwambie Mungu, nahitaji mabadiliko, nahitaji nyakati mpya, nahitaji mwaka wangu wa kufanikiwa, nahitaji mwaka wangu wa kuinuka, nahitaji mwaka wangu wa kuongezeka. Endelea kumwambia Mungu, endelea kumwambia Mungu, niko hapa Bwana. Mwambie Mungu, mwambie Mungu, mwambie Mungu. Kwa asubuhi kama hii, iwe ni asubuhi ya tofauti, iwe ni asubuhi ya matokeo makubwa, iwe ni asubuhi ya kufanikiwa, iwe ni asubuhi ya kupenya. Endelea kumwambia Mungu. Yamkini adui amenuiza mabaya kwenye asubuhi hii, lakini iwe ni asubuhi yenye matokeo, iwe ni asubuhi yenye vitu, iwe ni asubuhi yenye baraka, iwe ni asubuhi ambayo watu na vitu, iwe ni watu na vitu, iwe ni watu na vitu wakileta utajiri, wakileta neema, wakileta wepesi. Sitakutana na ugumu. Endelea kumwambia Mungu. Mwambie Mungu, mwambie Mungu, niko hapa. Mwambie Mungu, niko hapa. Mwambie Mungu, niko hapa. Asubuhi hii ni kwa neema yako, ni kwa uwezo wako, ni kwa kibali chako, katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu unatenda na zaidi ya kutenda. Mwambie Mungu. Peleka haja yako kwa Mungu asubuhi hii. Yamkini yako mengi ambayo haukuweza,
Yamkini yako mengi ambayo haukuweza, lakini mwambie Mungu, mimi nimekuja. Mwambie Mungu nimekuja. Mwambie Mungu nimekuja. Mwambie Mungu nimekuja. Hata kama wengine walinikatia tamaa, ila nimekuja. Endelea kumwambia Mungu. Yamkini ni yatima, yamkini wewe ni mjane, yamkini masomo yako imefikia mahali unapita kwenye ugumu, yamkini hauna ada. Lia mbele za Mungu, mwambie haja zangu nazileta mbele za uso wako. Nimekuja mfalme, nimekuja nimekuja. Mwambie Mungu nimekuja. Endelea kumwambia Mungu. Endelea kumwambia Mungu. Endelea kumwambia Mungu. Kijito cha utakaso, kijito cha utakaso kipite juu yako. Damu ya mwana kondoo ipite juu yako. Damu ya uponyaji ipite juu yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, damu ya mwana kondoo ipite juu yako, ipite juu yako. Mwambie Mungu, damu ya mwana kondoo ipite juu yako, ipite juu yako, ipite juu ya watoto, ipite juu ya familia, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rapa rikase, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rakapo, katika jina la Yesu. Mfalme wa wafalme, Mungu wa miungu, Jehova Ebeneza, uwezaye kutenda, uwezaye kuokoa, uwezaye kuinua, uwezaye kuponya, alfajiri hii natangaza tangazo kwenye ulimwengu wa roho, tangazo kwenye ulimwengu wa mwili, tangazo nyakati na majira, nyakati na miaka, natangaza kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu. Wameponywa na damu yako, wameponywa na nguvu zako, wameponywa na neema yako. Rakaterebokose, wapeleke neema, wapeleke msaada, wapeleke wepesi katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rabakasekete, kwa wewe Bwana yote yanawezekana. Kwa wewe Bwana nguvu zako zinatembea. Kwa wewe Bwana uweza wako unatembea, kibali chako kinatembea, utiisho wako unatembea kwa jina la Yesu. Rakate, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rakate rianda raboko riakasekete, katika Yesu. Damu ya mwana kondoo, damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu na nguvu za Mungu, damu ya Yesu na nguvu za Mungu, damu ya Yesu na nguvu za Mungu. Rakatebo kose, damu ya Yesu na nguvu za Mungu inakufuata, inakupata. Rakate, inakufuata, inakupata. Rakate, katika Yesu. Damu ya mwana kondoo, damu ya mwana kondoo, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ungana nasi katika ibada hii ya Amka Anza na Kristo, na uweza wa nguvu za Mungu utakuwa juu yako, na neema ipitayo kawaida itakutembelea, na Mungu atajifunua kwa kiwango cha kutosha na kutisha. Mwambie Mungu, ujifunue kwa kiwango cha kutosha na kutisha. Yamkini adui zangu waliinuka kinyume changu kwenye nyakati zangu zote, lakini ni saa ambayo Bwana nimekuja uangusha adui, uangusha kila ngome, uangusha kila uganga, uangusha kila uchawi, uangusha kila miungu, uangusha kila majoka, uangusha kila asili katika jina la Yesu. Mwambie Mungu, angusha hiyo roho, angusha hiyo roho yenye upinzani wa kusikia, yenye upinzani wa kuelewa, yenye upinzani wa kujua, yenye upinzani. Roho ya unyang'anyi isiwe juu yako, roho ya unyang'anyi isiwe juu ya nyakati zako. Rakaterebose,
Bwana akuletee msaada. Bwana akuletee msaada. Bwana akuletee msaada. Bwana akuletee msaada. Bwana akuletee msaada kwa jina la Yesu hai. Bwana akuletee msaada. Mwambie Bwana uniletee msaada. Mwambie Bwana uniletee msaada. Mwambie Bwana uniletee msaada, na neema yako isipungue na kibali chako kisipungue katika jina la Yesu aliye hai. Nasema itika juu ya nyakati zako katika jina la Yesu. Mwambie Bwana itike juu ya miaka yako, juu ya ndoa yako, juu ya masomo yako, juu ya kazi yako, juu ya nyakati zako, juu ya kila kitu nafanya. Nasema mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana kwenye dakika hizi mbili. Endelea kumwambia Mungu, endelea kumwambia Mungu. Najiungamanisha na msaada, najiungamanisha na neema, najiungamanisha na wepesi, najiungamanisha na msamaha katika jina la Yesu. Wingu la msamaha linaanza kuwa juu yangu. Rabakasekete, mwambie Mungu linakuwa juu yako, mwambie Mungu linakuwa juu yako. Wingu la msamaha kwa jina la Yesu hai. Omba nasi, omba nasi, omba nasi kwenye ibada hii ya Amka Anza na Kristo. Omba nasi, omba nasi, omba nasi, omba nasi. Na Roho Mtakatifu hata kuacha, na Roho Mtakatifu hata kuacha. Bwana apewe sifa. Haleluya, haleluya. Jiungamanisha na msaada utokao patakatifu pa Mungu. Yamkini kuna maeneo umeonewa, lakini msaada wa Bwana ukutokee. Neema ya Bwana ikutokee. Neema ya Bwana ikutokee. Uweza na kufunguliwa kwa jina la Yesu aliye hai. 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 Rapakasakete, katika jina la Yesu aliye hai. Ule uzito na ugumu uliowahi kukutana nao uanze kukuachia. Tubia, mwambie Mungu naomba rehema. Yamkini kuna mahali ulivuka kwa uongo, yamkini kuna mahali ulivuka kwa rushwa, lakini mwambie Mungu naomba rehema. Mwambie Mungu naomba rehema. Rakatebo sekete, katika jina la Yesu aliye hai. Rakate, katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Ni ibada hii ya Amka Anza na Kristo kwenye madhabahu ya Toweza Ministry. Haleluya, 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 haleluya. Kwenye madhabahu hii ya Amka Anza na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kwenye madhabahu hii ya Amka Anza na Kristo. Haleluya, haleluya. Karibu, karibu tujifunze kidogo kwenye madhabahu hii ya Amka Anza na Kristo. Hizi ibada huwa zinafanyika siku ya Jumatatu, Alhamisi na Jumapili kuanzia saa 11 mpaka saa 12. Na neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Ungana nasi katika ibada hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu la leo ni somo ambalo linaitwa First Priority, au chaguo lako la kwanza, au chaguo lako la kwanza. Haleluya, 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 haleluya. Chaguo lako la kwanza, chaguo lako la kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Chaguo lako la kwanza. Asilimia ya watu wengi wamejikuta wamechagua vitu ambavyo viliwaingiza kwenye hatari, na kuna wengine walichagua wakakaa kwenye ubaya ili wapate kile kitu wanachokihitaji. Yamkini ulichagua kusoma, ikafika mahali hata masomo yako ukayaweka kuwa nafasi ya kwanza
kuliko Mungu. Yamkini ulichagua mchepuko ukafanya uongo kuliko viwango vya ukawaida. Yamkini ulichagua kumiliki, lakini umiliki wako umekupeleka wapi? Yamkini ulichagua kuwa na mali nyingi za kutosha, hata mahakamani kuna mahali ulizungumza uongo ili upate hali yako ya kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utaona kitu kimoja hapo. Utaona kitu kimoja hapo, kwamba kuna wakati umetembea kwenye kiwango cha uongo hadi shetani mwenyewe anashangaa, na umetembea kwenye hali nzito kwa sababu ya uongo ulioutenda jana. Bwana Yesu asifiwe. Yamkini umepata mali yako kwa kunyang'anya, umepata vitu vyako vingi kwa kunyang'anya, lakini sikia neno hili. Bwana akuambia leo, kama usipoitubia dhambi uliyokutana nayo sasa, uwe na uhakika ya kwamba hiyo dhambi itakurudia. Bwana Yesu asifiwe. Hata kwenye ibada hii ya Amka Anza la Kristo, utamwomba Mungu, utamwambia Mungu, yamkini kuna mazingira nilipata huu umiliki kwa uongo. Yamkini fedha nilizopokea utajiri nilipata kwa uongo. Biblia iko wazi, nasema kumbuka ulipoanguka ukatubu. Yamkini dhambi uliyoitenda haujaitubia hata sasa. Haleluya, 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 haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana apewe sifa. Haleluya, haleluya. Tutasoma katika kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 22, alafu tutaanzia sana sura ya 21 kuanzia mstari wa kwanza ili tupate maana. Kuanzia sura ya 21 kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema, ikawa baada ya hayo, Nabothi Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu mfalme wa Samaria. Ahabu akasema na Nabothi akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu, nifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu, nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lililo zuri zaidi, au ukipenda nitakupa fedha sawasawa na thamani yake. Nabothi akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali nikupe wewe urithi wa baba zangu. Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile aliyoambiwa na Nabothi Myezreeli, akisema, sitakupa urithi wa baba yangu. Akajiraza kitandani pake, akageuza uso wake, akalala, akakataa kula. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tunaona visa vya watu wawili hapa, kisa cha mtu anayeitwa Nabothi na kisa cha mtu anaitwa Ahabu. Ahabu alikuwa na shamba, alikuwa na jengo ambalo liko karibu na shamba la Nabothi. Lakini huyu Nabothi, shamba hili lilikuwa ni shamba la urithi. Na hili shamba la urithi uwe na uhakika ya kwamba huwa linakuwa na sheria. Yamkini lilikuwa halina ubora kiwango cha sura ya Ahabu anayotaka. Yamkini Ahabu alikuwa analiona hili shamba ni bora kwake, lakini kwa Nabothi ni kama halimfai. Ni kama ambavyo unaona fedha kwako
ni ya muhimu kuliko haki. Haleluya, 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 haleluya. Umeona shamba kwako ni la muhimu kuliko haki, au umeona cheo kwako ni cha muhimu kuliko haki, au umeona masomo kwako ni ya muhimu kuliko haki. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu wewe sana. Huyu Ahabu alipokuwa ameliona shamba la Nabothi, alikuwa ameona hili shamba ni zuri lenye rutuba. Hili shamba ni shamba lenye kuvutia. Hili ni shamba linamfaa kwa bustani, kwa sababu liko karibu na eneo lake la ikulu, liko karibu na eneo lake la mahali anakaa. Biblia inasema huyu Ahabu akamwambia Nabothi, akasema, Bwana, ninaomba unipe hilo shamba nilifanye kwa eneo langu la mboga mboga. Nitakupa eneo zuri la mizabibu kuliko hili. Haleluya, haleluya. Unamwona huyu Nabothi anamwambia Bwana, hii upishe mbali, hili jambo lipite mbali, lisipite karibu nami, hili jambo lisiwe langu. Yamkini hili shamba nilopewa mimi ni shamba la baba zangu, ni shamba la urithi, na kupaja kitu changu cha urithi. Na huo unafahamu kitu cha urithi kina sheria na kina utaratibu. Unauza shamba la ukoo, unauza shamba ambalo umepewa, baba yako na mama yako walikupa, au unauza jengo ambalo wazazi walikufanyia. Haleluya. Ni sawa na kwamba uko katikati ya jiji la Kariakoo, alafu anatokea mtu mmoja anakwambia, ninaomba uniuzie hapa. Haleluya. Uniuzie hapa nipafanye pawe vibanda vya biashara. Yamkini hauna uwezo kama yeye. Haleluya. Na bosi hakuwa na uwezo kama mfalme. Uwe na uhakika mfalme ana uwezo wa kuchukua mahali popote atakapopataka. Na yamkini amepaona hapo mahali ambapo anakaa na bosi au analima na bosi ni mahali pazuri, panamfaa kuweka miradi yake. Haleluya. Panamfaa Ahabu kuweka miradi yake. Na hiyo miradi ya Ahabu inaonyesha Ahabu ameona kwenye hili shamba la Nabothi, na nikililima litakuwa ni shamba ambalo litanitolea faida nzuri. Kwa kipaumbele chake haikuwa haki, kipaumbele chake kilikuwa shamba. Haleluya. Kipaumbele chake kilikuwa shamba. Akilipata shamba la Nabothi ni kama amepata vyote. Haleluya, haleluya. Na Nabothi na mwenyewe hilo shamba alilifanya kuwa kipaumbele. Yeye ni kila kitu, ni kama enzi. Haleluya. Na uwe na uhakika vitu vya kurithi vina sheria, au yamkini mtu anakuambia tuuzie mahali pa enzi ya babu zako, maeneo ambayo unawekaga maeneo ambayo mnazika wazazi wenu, au maeneo ambayo mmezika babu zenu na baba zenu, anasema nipafanye kuwa eneo la bustani. Uwe na uhakika hata kama ungekuwa wewe usingekubali. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Huyu Nabothi anaona hili eneo ni eneo ambalo nimepewa kwa urithi. Na kama nimepewa kwa urithi, inakuwaje leo mimi niliuza wakati ni eneo la urithi? Kwa kipaumbele cha Nabothi kilikuwa ni eneo hili la urithi, haliwezi kutoka hata kama ni kwa fedha, hata kama nikaongezewa kiwango cha thamani. Na Ahabu anasema niko tayari nisile ila nilipate shamba la Nabothi. Kwa wote mwingine kumbuka anang'ang'ania kitu kisicho cha kwake, na huyu kilicho cha kwake amekipa thamani. Yaani kitu chako umekipa thamani kiwango ambacho yoyote hata akija na thamani ya aina yoyote hauwezi kumpa.
Kwa nini? Hicho kitu umekipa wewe thamani. Yamkini kuna wengine hawajakiona kuwa cha thamani, lakini wewe umekiona kuwa cha thamani. Haleluya. Umeiona elimu yako kuwa ya thamani. Ndiyo maana kiumbe ambacho kilikuwa kiko tumboni kwako ulifanya abortion. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuna wengine walitoa mimba kwa sababu ya chuo, na kuna wengine walitoa mimba kwa sababu ya kwamba yuko form 2, yuko form 3, yuko form 4. Imefikia mahali mpaka kapata kansa ya kizazi. Amepata kansa ya kizazi, lakini saizi anatafuta namna ya kupata mtoto kwa bidii. Haleluya. Anatafuta namna anavyoweza kupata mtoto, anatafuta namna anavyoweza kuhangaika kutoa utasa alionao. Yamkini utasa aliyoupata amepata kwa sababu ya kufanya abortion za kutosha. Yamkini kwa sababu yaliweka umbo lake liwe first priority, akafanya abortion za kutosha. Ili nini? Aokoe umbo lake, au aokoe mwonekano wake. Lakini sikia neno la Bwana leo hii, na nakwambia Bwana amekuona na yuko tayari kukutengenezea wakati mpya na majira mapya. Anasema kumbuka ulipoanguka ukatubu. Haleluya, haleluya. Bwana apewe sifa. Bwana apewe sifa. Haleluya, haleluya. Tunaona kitu kimoja. Baada ya huyu Ahabu kukosa eneo, akaanza kulia. Akajisikia uchungu moyoni. Akaenda kulala. Anamwambia Yezebeli kwamba sitakula hachakula mpaka niwe nimelipata shamba la Nabothi. Akasusa kura. Amesusa. Yezebeli kwa sababu alikuwa ana desturi ya kutumia uongo kupata vitu, kutumia miungu kupata vitu. Yaani yeye kunyang'anya vitu kwa watu ni kawaida, kunyang'anya cheo ni kawaida, kuwaweka watu pagumu kwa sababu ya cheo ni kawaida. Haleluya, haleluya. Haleluya. Jiulize mwenyewe, kwenye cheo ulichopata umekipata kwa namna gani? Jiulize mwenyewe, hiyo ndoa ulioipata umeipata kwa namna gani? Jiulize, hilo duka ulilofungua, mahali umefungua, umepata kwa namna gani? Jiulize, huo mtaji umeupata kwa namna. Yamkini huo mtaji umeupata kwa ukuua mtu. Haleluya. Inapokuja inatokea kisasi kwenye ulimwengu wa roho, unaanza kuwakimbilia watumishi ukaombe. Wakati dhambi yako unaikumbuka, inatakiwa kuitubia. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yezebeli akatengeneza uongo mzuri. Akainua watu wawili ambao watatengeneza uongo. Waseme Yezebeli, waseme huyu Nabothi amemtukana Mungu na mfalme. Kumbuka mfalme mwenyewe alikuwa anaitwa Ahabu. Haleluya, haleluya. Asema umemtukana mfalme Ahabu, umemtukana mfalme Ahabu. Wakanena uongo ambao Nabothi yamkini hawezi kujitetea. Kama ilivyo desturi ya wafalme, hakuna hakimu ambaye anaweza kumfunga mfalme. Hata kama ingetokea, hakuna mfalme ambaye anamfunga, hakuna hakimu anayeweza kumfunga mfalme. Yamkini hata kesi ya Ahabu ilikuwa nyepesi tu, ikasikilizwa kwamba huyu Nabothi amemtukana Mungu na amemtukana mfalme. Walianza na kusingizia kwanza amemtukana Mungu, alafu baada ya hapo akamtukana mfalme. Nini? Wanachochea hasira kwa watu ili hawa watu wapate hasira ya kumshambulia Nabothi.
Haleluya, haleluya. Uwe na uhakika. Hata hapa kuna baadhi ya watu walikufa kwa sababu walishindwa kujitetea. Haleluya, haleluya. Walishindwa kujitetea, na walipokuwa wameshindwa kujitetea waliuawa na watu. Kuna watu walitengeneza michoro ya kuwaua, na hiyo michoro ya mauti ambayo walitengeneza, wale watu walikufa. Lakini uwe unajua kama ulipita njia ambayo kama ulipita njia mbaya, uwe na uhakika huo ubaya bado unaishi, utakufuata na kuna siku utajilipiza kisasi. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kipaumbele chako kinaweza kukuweka pagumu au kikakuweka pazuri. Inategemeana umepita njia gani hadi ukatengeneza namna ya kukifanikisha. Kuna wengine wametumia uongo kuwachafua watu wengine ili wapate kibali. Kama ulitumia uongo kuwachafua watu wengine ili wapate kibali, na wewe subiri siku ya kuchafuliwa, ukawage na uvumilivu wa moyo. Ukawage na uvumilivu wa moyo. Yamkini umechafua wengine, ukasema dada yule kwa kweli ni mchawi, dada yule kwa kweli ni mzinzi, wakati hakuna uhakika. Kwa kweli dada yule ni muongo na kiburi, yule sio mzuri, yule haitakiwi uwe na rafiki. Ni sawa, lakini siku hiyo hiyo na wewe uongo huo ukija kukurudia kwenye nyakati zako, usije ukalia. Kwa sababu Biblia inasema nawapatiliza wana maovu, nawapatiliza kizazi cha kwanza, cha pili na cha tatu na cha nne, wana maovu ya baba zao. Inamaanisha ule uovu uliotenda jana, kama haukuhutubia, uwe uhakika siku ya kurudi hautarudi kwa kiwango kile kile, utakuwa umeongezwa kidogo. Haleluya. Umetumia uongo kupata cheo, umetumia uongo kushinda kesi. Haina shida, umeshinda kesi. Lakini je, na wewe kuna siku ambayo uongo utatumika ukakuweka pagumu, utakuwa na moyo wa uvumilivu? Haleluya, haleluya. Kumbuka tuko kwenye somo ambalo linaitwa first priority. Chaguo lako lisikuweke pabaya. Chaguo lako lisikuweke pabaya. Na chagua njia ambayo utaitumia ili kupata vitu unavyovitaka. Usitumie machaguo mabaya ambayo yatakuweka mahali pagumu. Na ukubali ya kwamba Mungu akitokea anaweza kusababisha njia yako ikanyoka. Mungu akitokea anaweza kusababisha hatua zako zikabadilika. Mungu akitokea anaweza kusababisha hali ya hewa ikakaa sawa. Mungu akitokea, maana hakuna jambo linaloshindikana kwa Bwana. Inamaanisha yote unayoomba atayatenda kwa wakati. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Wafalme hiyo hiyo, ukaanzia Wafalme hiyo hiyo 21 kuanzia mstari Wafalme hiyo hiyo 21, Wafalme wa kwanza 21 anzia mstari wa 7. Anasema Yezebeli mkewe akamwambia, je, sasa unaumiliki ufalme na Israeli? Ondoka ule chakula, moyo wako ufurahi. Mimi nitakupa shamba la mizabibu la Nabothi Myezreeli. Basi akaandika nyaraka, haleluya, akaandika nyaraka kwa jina la Ahabu, akazitia muhuri wake, akazipeleka zile nyaraka kwa wazee na kwa watu wenye nguvu waliokuwa katika mji wake, waliokaa pamoja na Nabothi. Akaandika katika zile nyaraka akasema, pigeni mbiu ya watu kufunga, mkamketishe Nabothi juu mbele ya watu, mkawakatishe watu wawili, watu walaghai, ili wamshitaki na kumshuhudia kunena
umemtukana Mungu na mfalme, kisha mchukueni nje mkampige kwa mawe ili afe. Haleluya. Anasema mchukueni nje mkampige kwa mawe ili afe. Andeni watu, nyaraka inaandikwa kwenda kwa watu wenye nguvu. Huyu Yezebeli ana watu wenye nguvu ambao anajua akiandika waraka wake yoyote anaweza kukubali, yoyote anaweza kuuelewa. Na kama ilivyo desturi ya wafalme na watawala, wana kawaida ya kuandika nyaraka, hata kama ni nyaraka ya uongo inapitishwa, maana hakuna awezaye kupinga agizo la mfalme. Nyaraka ikaandikwa, nyaraka ikapitishwa, na ilipokuwa imepitishwa na ilipokuwa imepitishwa, watu wawili wakashuhudia uongo, kasema wamemuona Nabothi akiwa anatukana Mungu na mfalme. Wafalme wakagonga mihuri, wafalme wakagonga mihuri. Kama ni mahakimu wanagonga mihuri. Yamkini mambo ambayo yametokea yamewakuta baadhi ya watu, yamewakuta ni mambo ya uongo, lakini hakuna awezaye kushahisha kwamba ilikuwa ni uongo. Ila uwe unajua jambo lilolitenda kwa siri Mungu analiona. Jambo ulilolitenda kwa siri Mungu anaona. Hata kama ulitenda usiku wa manane, Mungu anaona. Hata kama ulitenda wewe na daktari, Mungu anaona. Hata kama ulitenda wewe na nesi, Mungu anaona. Hata kama ulitenda wewe na mpenzi wako, Mungu anaona. Vyovyote vile na mahali popote ulipotenda, uwe na uhakika Mungu anaona. Bwana apewe sifa. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Unamwona huyu Nabothi alichokifanya, hawezi kujitetea. Wote wamemshitaki, ni kama nchi nzima imemshitaki, ile ngazi kuu ya utawala imemshitaki. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yamkini umeua watu kwa sababu ya cheo, au umeua watu kwa sababu umeua vitoto vya tumboni mwako, mpaka sasa umekuwa tasa kwa sababu unataka nafasi yako ya umama, au unataka nafasi yako ya kusoma. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kwa wale ambao tumejifunza habari ya network, kwa uongo huu ambao Ahabu aliutumia kuchukua shamba la Nabothi, ndio uongo huu ambao urudi kumpiga au kumwangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Mwambie Mungu naomba rehema. Mwambie Mungu naomba rehema. Yamkini niliweka kipaumbele, nilikuwa nataka niaminiwe, hivyo nikawachafua baadhi ya watu, nikajikuta ni kweli nimepata kibali kwa wakati huo, lakini kile kibali hakikudumu. Kwa nini hakikudumu? Kwa sababu wewe ni Mungu uonaye ukweli na uongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Mungu, wewe ni Mungu uonaye. Kama wewe ni Mungu uonaye, unayajua makosa yangu yote, hivyo nimekuja naomba rehema, naomba toba. Tembea nami Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Tutasoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 22. Tuone kitu kimoja hapa. Utaona kitu kimoja. Uongo aliyoutumia Ahabu ndio uongo huo uliokuja kumpiga baadaye. Biblia inasema hivi. Wafalme wa Kwanza 22 mstari wa kwanza. Tutaanzia mstari wa kwanza. Anasema hivi: wakakaa miaka 3 pasipo vita kati ya Shamu na Israeli. Ikawa mwaka wa 3, Yoshafati mfalme wa Yuda akamshukia mfalme wa Israeli. Mfalme wa Israeli akawaambia
watumishi wake, je, hamjui ya kwamba Ramosi Gileadi ni yetu, nasi tumenyamaza tusiitwae mkononi mwa mfalme wa Shamu? Akamwambia Yoshafati, je, utakwenda nami tupigane na Ramosi Gileadi? Yoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, mimi kama wewe na watu wangu ni kama watu wako, na farasi wangu ni kama farasi wako. Yoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, uulize leo na kusii kwa neno la Bwana. Ndipo mfalme wa Israeli akakusanya pamoja manabii kama watu 400, akawaambia, je, niende juu ya Ramosi Gileadi kupigana vita au ninyamaze? Wakasema, kwea, kwa kuwa Bwana atautia mkononi wa mfalme. Lakini Yoshafati akasema, je, hayupo hapa nabii mwingine wa Bwana ili tumuulize kwa yeye? Haleluya, haleluya. Unamwona huyu Yoshafati, network yake ina sense kwamba huu nabii uliotolewa, mbona wametupa unabii mwepesi? Yamkini kuna jambo haliko sawa. Huyu Yoshafati kwenye huu uongo hakuwepo, kwenye uongo wa Ahabu hakuwepo, lakini kwenye malipizi ya Ahabu akajikuta, kwa sababu ameungamanishwa na Ahabu, anajikuta kwenye vita ya Ahabu na yeye ameingia. Uongo unaweza kuwaasili watu wengi. Haleluya, 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 haleluya. Na hawa manabii waliokuwa wamekusanywa na Ahabu, wote walikuwa wamesema uongo. Hakuna aliyekuwa amesema ukweli. Kwa wote wakajikuta wanamdanganya Ahabu. Lakini tukirudi kwenye somo letu la first priority, somo, Ahabu alikuwa anataka ichukue Ramosi Gileadi kama ilivyo kawaida yake kung'ang'ania maeneo. Yamkini hii Ramosi Gileadi ni kweli ni ya kwake. Haleluya, haleluya. Yamkini hii Ramosi Gileadi ni kweli ni ya kwake, lakini ukumbuke na yeye kuna mahali alinyang'anya shamba la Nabothi kwa uongo. Na hivyo uongo huo ambao wameutumia kwa Nabothi ndio uongo huo unamdai kwenye eneo la pili, na yeye adanganywe ili aende akafe kwa kisasi hicho cha uongo. Yaani hivi, kwa Nabothi alidanganya akachukua eneo, sawa. Uongo umekupitisha jana, umepandishwa cheo, sawa. Umetumia uongo, ni kweli umepata kibali, sawa. Kwenye cheo hicho ulichopata kwa uongo, ndio uongo huo utakotoa kwenye hicho cheo. Bwana Yesu asifiwe sana. Inamaanisha kama ulitumia uongo kupandishwa cheo, uongo huo utakushusha cheo. Kama ulitumia uongo kushinda mahakamani, ndio uongo huo kuna siku utakuweka hatiani tena. Kuna wengine wanasema, mtumishi, tunafanyaje? Mtumishi, tunafanyaje? Inamaanisha mahakamani nako tuseme ukweli. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya, haleluya. Hebu ngoja tusome kidogo. Palipo na kusema ukweli, sema ukweli, wala usiruhusu uongo uchukue nafasi. Haleluya, 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 haleluya. Anasema hivi, ukianzia mstari wa 13, asema, na yule mjumbe aliyekwenda kumwita Mikaya akamwambia, mstari wa 13, tumeanzia mstari wa 13 Wafalme wa kwanza 22:13. Anasema hivi, na yule mjumbe aliyekwenda kumwita Mikaya akamwambia, akasema, angalia sasa, maneno ya manabii kwa kinywa kimoja husema mema kwa mfalme. Neno lako na liwe na kusii kama neno la mmoja wapo
ukaseme mema. Haleluya, haleluya. Na asilimia ya watu ambao wanapenda kufanya mabaya, wanapenda kusikia wao wananenewa mema. Haleluya. Yeye unakuta kaua, alafu anataka umwambie Bwana atakubariki. Yeye anadanganya, umwambie Bwana atakuinua. Haleluya, haleluya. Unaona, huyu mjumbe anamwambia Mikaya, mwambie ukaseme mema kwa mfalme. Nikaseme mema kwa mfalme wakati yeye hakufanya mazuri au hakufanya mema. Inakuwaje nikamtabirie mema angali yeye nimpenda mabaya alafu nimtabirie mema? Hakuna mema mahali ambapo ubaya umetendeka. Haleluya. Inatakiwa utubie uovu ulionao. Haleluya, haleluya. Inatakiwa utubie uovu ulionao, na kama usipotubia uovu ulionao, uwe na uhakika ya kwamba siku ya kurudisha kisasi, huo uovu utarudi kwa kiwango kikubwa sana. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Tunamwona huyu Nabosi amenyang'anywa shamba kwa hila mpaka kafa. Lakini tunamwona huyu Ahabu kwenye kitabu hichi cha Wafalme 22, ukisoma yote utapata maana vizuri. Unamwona kwenye kitabu hichi anasema niende nikainyanga Ramoth Gileadi ni ya kwetu. Yamkini ni kweli ni ya kwake, lakini kumbuka na yeye kuna mahali alinyang'anya. Na kama alikuwa amenyang'anya, kama ulikuwa umenyang'anya eneo mahali, uwe na uhakika na wewe kuna siku utanyang'anywa. Kama kuna mahali ulinyang'anya cheo kwa ubabe, uwe na uhakika na wewe kuna mahali utanyang'anywa. Bwana apewe sifa. Haleluya, haleluya. Anasema hivi, tuanze mstari wa 18, Wafalme wa kwanza 18. Wafalme wa kwanza 22:18. Anasema hivi, mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, anasema tukianzia hiyo 16, anasema mfalme akamwambia, mara ngapi nikuapishe usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana? Tumeanza mstari wa 16. Akasema, niliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana, na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, je, sikukwambia hanitabishiriagi mema ila mabaya? Mikaya akasema, sikia basi neno la Bwana. Nilimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lake la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kulia na wa kushoto. Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwee Ramoth Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi na huyu hivi. Haleluya, haleluya. Kumbuka, Ahabu anadaiwa uongo kwenye kiti. Haleluya, haleluya. Kama alivyokuwa ametumia uongo akaangusha ngome ya Nabothi au akanyang'anya shamba la Nabothi, na ndivyo ambavyo yeye anapokwenda kuichukua Ramoth Gileadi anadaiwa uongo. Alifanya dhambi ya uongo anadaiwa. Kama ambavyo ulidanganya kuchukua eneo fulani, na ndivyo ambavyo na eneo lako pia litachukuliwa kwa uongo. Na kama ambavyo ulichukua cheo kwa kudanganya ili kwa kuchafua mwenzio, na ndivyo ambavyo na wewe utachafuliwa. Haleluya. Mungu anasema hivi, anasema tumtume nani ambaye ataenda kumdanganya Ahabu ili aende kaanguke kwenye mikono ya mfalme wa Shamu? Tumtume nani? Lakini kumbuka, hapa Bwana amekaa na baraza la kimbingu. Wengine wamekaa kushoto, wengine wamekaa kulia. Hauoni wanaingia kwenye mtego wa kusema uongo patakatifu pa. Yaani ni hivi, patakatifu pa Bwana hapahitaji uongo, panahitaji kweli iliyonyooka.
Haleluya, haleluya. Panahitaji kweli iliyonyoka. Una mimba, ni kweli, lakini mimba hiyo ni kweli, ni ya nani? Hebu taja ni ya nani? Yamkini. Haleluya. Ndio maana kuna watoto ambao wanaweza akaja madhabahuni wanahitaji kuombewa. Kwa mfano anaweza kawa anaitwa labda anaweza kawa anaitwa labda Jacobu labda alinanuswe, labda Jacobu alinanuswe, anaitwa Jacobu alinanuswe, alafu unakuta lile Jacobu alinanuswe sio la baba yake. Yaani kama jina alilobambikizwa, alafu na mtoto mwenyewe haelewi. Mama amekaa na hiyo siri miaka ya kutosha. Mtoto anatembea kwenye baraka isiyo ya kwake. Haleluya, haleluya. Anatembea kwenye baraka isiyo ya kwake. Unaona, hata kama pana mtego wa kuongea uongo, nyosha kweli. Ingawa kweli ina gharama, ingawa kweli inawawekaga wengine kwenye mazingira magumu, kiwango ambacho wanaweza kashindwa namna ya kutoka, lakini Mungu awezaye kuwatoa yuko tayari kuwatoa. Ndio maana Mikaya yuko tayari kusema kweli, hata kama wakimweka hatiani kwa sababu ya ile kweli aliyoisema. Uwe na uhakika awezaye kuwasaidia wanadamu wote, hata muacha Mikaya aangukie kwenye magumu au aishie kwenye gereza, atahakikisha Ahabu arudi. Kuna wengine nyakati zao za huduma zimebadilika, ni kwa sababu kuna baadhi ya kalama na vipawa walivinenea uongo. Haleluya, haleluya. Ili walinde brand ya dini fulani au brand ya madhabahu. Brand ya madhabahu hailindwi kwa uongo. Brand ya madhabahu inalindwa kwa kweli ya Mungu. Kama kweli ya Mungu haikuenea au kweli ya Mungu haikuwepo kwenye hiyo madhabahu, ukaipitisha roho ya uongo kwenye hiyo madhabahu, siku roho ya uongo inarudi kama kisasi kwenye hiyo madhabahu, utajuta. Kwa sababu kila dhambi ambayo haukuitubia huwa ina tabia ya kurudi. Ndio maana unaona huyu Ahabu, ile tabia ya uongo aliyoifanya na mke wake Yezebeli inarudi kwa ukurasa mwingine, hadi mbingu inakaa kikao. Ni nani atakayeenda kumdanganya Ahabu? Lakini kumbuka, mbingu siku zote huwa inasema ukweli. Haleluya, haleluya. Ukiendelea mstari unaofuata, mstari wa 20. Mstari wa 20 anasema hivi: Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwe Ramoth-Gileadi akaanguke? Basi huyu akasema hivi na huyu akasema hivi. Hao ni malaika, hawezi kunyosha uongo, wanasema ukweli. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, kwa jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo kinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia. Aondoka ukafanye hivyo. Haleluya. Shetani ni baba wa uongo. Kama kuna mahali uliweka uongo, na kama mahali ulimkaribisha shetani kwa tabia fulani, uwe na uhakika kwamba hiyo tabia baadaye itakudai. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anasema nitakwenda kuwa nabii wa uongo. Pepo anajitambulisha, anasema mimi nitakwenda kuwa pepo wa uongo ambaye nitakaa kwenye vinywa vya manabii. Na huwa na uhakika hawa manabii walikuwa na tabia ya kukaa kwa kumtabiria mfalme mema. Kwa hata kama akiwa ametenda ubaya, wanatabiri mema. Hata kama akiwa ameua, wanatabiri mema. Hata kama akiwa amedanganya, amesema uongo ili apate cheo, wanatabiri mema. Yamkini umefanya abortion kwenye tumbo lako, au
umedanganya mume, unaenda kwa mtumishi unasema uongo, alafu unataka Mungu akutendee yaliyo mema. Uwe na uhakika uongo wako na dhambi yako Mungu anaijua, anataka uitubie ili siwe na uwezo wa kusimama mbele na kushambulia tena. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kama hautaitubia hiyo dhambi, okay, twende kwenye kitabu cha Ufunuo. Tusome kitabu cha Ufunuo 2. Kitabu cha Ufunuo 2. Bwana Yesu, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu cha Wafalme 2. Kitabu cha Ufunuo 2. Kitabu cha Ufunuo 2, tuanzie mstari wa kwanza. Asema, kwa malaika wa kanisa lililoko Efeso andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye azishikae hizo nyota 7 katika mkono wake wa kuume, yeye aendaye katikati ya vile vinara 7 vya dhahabu. Ninayajua matendo yako na tabu yako na subira yako, ya kuwa huwezi kuchukuliana na watu wabaya, tena umewajaribu wale wanaojiita mitume, nao sio, ukawaona kuwa waongo. Tena ulikuwa na subira na kuvumilia kwa ajili ya jina langu, wala hukuchoka. Lakini nina neno juu yako, ya kwamba umeuacha upendo wako wa kwanza. Haleluya, haleluya. Anasema umeuacha upendo wako wa kwanza. Basi kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu. Mstari wa 5. Ufunuo wa Yohana 2, Ufunuo wa Yohana 2 kuanzia mstari wa 5. Anasema basi ni kweli umekutana na mabaya, ni kweli umetenda dhambi. Anasema lakini basi kumbuka ni wapi ulipoanguka ukatubu, ukayafanye matendo ya kwanza. Lakini usipofanya hilo, naja kwako, nami nitakiondoa kinara chako katika mahali pake usipotubu. Haleluya. Kama haukutubu, anasema naja upesi. Ni kweli umetenda dhambi, umetoa mimba, ni kweli umepata cheo kwa vyaka, umepata cheo kwa kuua wengine, ni kweli, sikatai, ni kweli umemuua na bosi kwa kuchukua shamba, ni kweli vitu vyako vya thamani vingi ni vya utapeli. Lakini Biblia inasema ondoka ukatubu. Kumbuka ulipoanguka ukatubu. Usipotubu, naja upesi. Mungu pia anafahamu ya kwamba unamjua. Mungu naye anafahamu ya kwamba ni kweli imani yako iko, unafahamu ya kwamba Mungu yupo. Yeye anajua, anakujua wewe kuliko unavyojua. Anajua ya kwamba unaamini kwamba Mungu yupo, lakini unaamini Mungu yupo, dhambi yako umeitubia. Na kama dhambi yako hujaitubia, siku ya kurudi utajuta. Haleluya, haleluya. Mwambie Mungu, mimi niko hapa, ninaomba toba na rehema. Yamkini niliweka vipaumbele vyangu, niliweka uongo kama kipaumbele, niliweka cheo kama kipaumbele, niliweka huduma kama kipaumbele. Yamkini uliweka dini kama kipaumbele. Kwa ilifika mahali kuna eneo ulizungumza uongo ili ukubarike, ukachafua wengine. Uitubie dhambi ulionayo ili Yesu akurejee tena, arudi akutengenezee mazingira upya. Anasema kama usipotubu, naja upesi. Kama Yezebeli, kama Ahabu wa kutubu, ile dhambi itakuja upesi, haitachelewa. Yale mapatilizo hayatachelewa.
Mwambie Mungu rehema zako juu ya nyakati zangu. Yamkini nitoa ujauzito, yamkini kuna watu uliwachafua, yamkini kuna mahali utumia uongo, ukanyang'anya vitu kwa unyang'anyi, ukatumia uongo. Lakini mwambie Mungu, niko hapa, nimekuja kwako, nimekumbuka dhambi yangu. Mwambie Mungu, nimekumbuka dhambi yangu, nimekumbuka dhambi yangu, unitakase. Kijito cha utakaso kipita juu yangu. Haleluya, 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 haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni ibada hii ya amka anza na Kristo. Ni ibada hii ya amka anza na Kristo. Utamwambia Mungu, niko hapa, niko hapa, natubia uovu wangu, nimekumbuka dhambi yangu, nimekumbuka dhambi yangu, nimekumbuka dhambi yangu. Kuna watu niliwanyang'anya mashamba yao, kuna watu nilinyang'anya biashara zao, kuna watu niliwadhulumu. Kipaumbele changu kilikuwa kuinuka kuwa na uchumi. Unamwona Zakayo akiwa ametembelewa na Yesu, anasema wale niliowanyang'anya mara moja, niliowanyang'anya kimoja, niliwarejeshea mara 4. Anaitupia dhambi yake. Zakayo anaitupia dhambi yake, anasema dhambi yangu hii, yamkini kuna watu niliwanyang'anya, kuna watu niliwadhulumu, yule niliyemdhulumu nitamrudishia mara 4. Uliwatengenezea mazingira magumu, na kuna wengine ni yatima mpaka sasa, wanatembea, wamenyang'anywa mali zao, wamenyang'anywa mali za baba zao, mali za mama zao, kwa sababu kuna hila ulifanya. Na hiyo dhambi unaijua wewe, na kama usipoitubia, jua hii ni dunia, malipo yaje usipoitubia, malipo yaje usipoitubia. Umwambie Mungu, yamkini nilikuwa nifanya abortion kwa sababu ufahamu wangu ulikuwa mdogo, lakini nimekuja Mungu, saa hii unipendelee. Nimekuja tu uruhusu toba. Nimekumbuka dhambi yangu Bwana, naomba toba. Zipo ambazo nimezikumbuka na zingine sizikumbuke, lakini ule uovu unisamee, maana umeliachilia jina la Yesu ili nitakaswe kwa hilo. Ni ibada ya amka anza na Kristo, na neema ya Mungu iwe pamoja nawe. Ungana nasi katika ibada Jumatatu, Alhamisi na Jumapili kuanzia saa 11 mpaka saa 12, na neema ya Kristo itakuwa pamoja nawe. Ni mtumishi wako Mwalimu Yosia Boston Mwasile, na neema ya Mungu ikufunike na uweza wa Bwana usikupungukie. Omba toba, mwambie Mungu, niko hapa na rehema zako ziwe pamoja nami, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Baba, katika jina la Yesu nakuombea hii Baba, katika jina la Yesu, rehema zako na uweza, rehema zako na uweza, rehema zako na toba, nenda juu ya baba yule, nenda juu ya mama yule, nenda juu ya binti yule, katika jina la Yesu aliye hai.